Kutana na Mungu wako. Hatimaye Channel. Hatimaye Channel. Kutana na Mungu wako. Hatimaye Channel. Kutana na Mungu wako. Napoimba nakaa fikiri matatizo yananiimarisha, maumivu yamekuwa ni kazi inayopanda kuelekea juu. Ninapoimba nakaa fikiri matatizo yananiimarisha, maumivu yamekuwa ni kazi inayopanda kuelekea juu. Sitaacha kuimba sifa zake, ingawa matatizo ni mengi. Siku moja nitauona mji, nitamwona mkombozi. Sitaacha kuimba sifa zake, ingawa matatizo ni mengi. Siku moja nitauona mji, nitamwona mkombozi. Na utajiri wa mali za dunia sitwaona, kwani tumekopeshwa. Ingawaje tumejengwa mawazo, kwa hakika ni wa kitambo tu. Na utajiri wa mali za dunia sitwaona, kwani tumekopeshwa. Ingawaje tumejengwa mawazo, kwa hakika ni wa kitambo tu. Sitaacha kuimba sifa zake, ingawa matatizo ni mengi. Siku moja nitauona mji, nitamwona mkombozi. Sitaacha kuimba sifa zake, ingawa matatizo ni mengi. Siku moja nitauona mji, nitamwona mkombozi. Sitaacha kuimba sifa zake Bwana wangu, ingawa matatizo ni mengi. Siku moja nitauona mji, nitamwona mkombozi. Hapo niombe tujikumbushe kidogo kwa habari ya kile tulichojifunza jana, ya kwamba kuwa mfano katika kazi ya Mungu. Ndiyo mada yetu tuliyokuwa nayo jana, kuwa mfano katika kazi ya Mungu. Tukasema kwamba kila kiongozi wa idara anatakiwa kuwa
mfano, na mfano huo ni katika masuala ya utegemezi wake kwa Mungu, kuwa vizuri kuanzia kwake, kisha kwenda kwenye familia yake, na kisha kuja katika kanisa, na baada ya hapo kuwatazamisha watu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Watu wengine ambao ni tofauti na waumini. Kwa ujumla, tulijifunza kwamba matengenezo ya dhati yanapaswa kuanza kwa mtu pia mmoja mmoja, na kwamba washiriki kama washiriki, sisi tusiposhirikiana na viongozi, kazi haiendi. Na ikitokea tunashirikiana lakini hali zetu za kiroho ni za kusuasua, pamoja na kiongozi hali yake ni ya kusuasua, basi idara ndani ya kanisa itakuwa ni bora mradi tu inakwenda, na matokeo yake yatakuwa ni mabaya. Taarifa hazitaonekana, utendaji kazi utakuwa mbovu, hakuna maendeleo yatakayoonekana. Lakini ikitokea wote tukawa waaminifu, tunaomtegemea Mungu kwa dhati, na tukajikita kwa dhati kufanya kile ambacho Mungu amekusudia tukifanya katika idara zetu, na tukatoa support ya dhati kwa viongozi wetu, moja kwa moja idara ambayo sisi tupo kwayo au sisi tumejiunga kwayo, basi itakuwa na mafanikio makubwa. Nimetumia kauli ya umoja nikiwa na maana ya kwamba kila mmoja yupo kwenye idara fulani. Unaweza sio kwenye idara ya vijana, lakini upo kwenye idara nyingine tofauti ndani ya kanisa. Hayo yote hizo zote idara zipo kwa lengo moja kubwa la kutimiza utume, na sapoti kubwa ya utimizaji au ufanikishaji wa hizo idara ni mimi na wewe, tukiwa tunashirikiana na viongozi wetu. Ni karibisha tu kwenye somo la jioni hii. Mada tutakuwa tukitafakari juu ya kujifunza somo la uaminifu kupitia kwa Ayubu. Leo tutamuona Ayubu. Jana nilijaribu kuongelea habari za ujumla kwa wote, idara zote kwa pamoja, mahitaji ya ujumla kwa idara zote kwa pamoja. Lakini naomba leo nisogee kidogo, nijaribu tuzungumze juu ya habari ya idara nyeti kama idara zingine, ambayo ni idara ya uwakili. Bwana asifiwe sana. Idara ya uwakili. Sasa Ayubu katika siku ya leo naomba aweze kuwa kielelezo cha uwakili mwema, na tutajifunza hapo mbeleni tuone ni kwa namna gani. Kwa hiyo katika kielelezo cha uaminifu na uwakili mwema tutakapokuwa tukiangalia, jua tu kwamba akilini tutamtazama Ayubu. Nianze na swala la uwakili. Uwakili, ukisikia uwakili, nani anaweza akatupatia tafsiri sahihi ya uwakili? Ukisikia mtu anakuambia maana ya uwakili ni nini, wewe utamjibu kwa namna gani? Nani anaweza akatusaidia? Kiambiwa define uwakili, utoe tafsiri ya uwakili, nani anaweza akatusaidia? Nini unaelewaje juu ya wakili? Labda niseme kwa namna hiyo. Unaelewaje juu ya wakili? Wewe ukiambiwa kama wewe unaelewaje juu ya wakili, utasemaje? Jamani, tupo? Okay, karibu sana. Okay, ni wazo zuri, asante. Okay. Anasema kwa jinsi anavyoelewa idara ya wakili ni kama idara ya uchapaji. Nimenukuu. Asante. Unaposema neno wakili, ni mwakilishi au mwangalizi wa mali za bwana wake. Ndio, kwa hiyo sisi ni mawakili wa Kristo kwa kutekeleza kile alichotuachia. Okay. Anasema wakili ni mwangalizi wa mali za bwana. Tupo pamoja? Yaani kwa ujumla ni mwangalizi wa kitu fulani ambacho amekabidhiwa.
Sasa naomba nikaribishe mwingine. Wakili, wewe unaelewaje wakili? Karibu rafiki. Wakili ni mtu anayesimamia jambo ambalo si la kwake kwa niaba ya mtu fulani. Anaweza akawa ni wakili wa mahakama, anasimamia kesi ambayo si ya kwake, lakini anasimamia kwa kuiwakilisha mwenye kesi. Kwa hiyo wakili, neno wakili ni mtu anayesimamia jambo ambalo si lake kwa niaba ya mtu mwingine, lakini katika hali ya nini? Ya uaminifu. Bwana asifiwe sana. Saba mpo vizuri. Mwingine anaweza akasemaje? Karibu mtu wa Mungu. Sitakuwa mbali na waliotangulia kuzungumza, lakini mimi naweza nikasema kwamba wakili ni mtindo wa maisha. Wakili ni mtindo wa maisha. Kumbe kuna majibu mengi mazuri. Mwingine wewe unasemaje? Wakili ni nini? Unaelewaje? Kuna mtu ana jambo tofauti ya... Asante. Majibu ya wenzangu ni sawa. Ila kuna tofauti tu, kuna kitenzi na jina. Kuna wakili ni mtu, kuna wakili ni hali ya huyu mtu anapotenda hilo swala la wakili. Kwa hiyo tunasema kwamba wakili ni hali ya mtu kusimamia jambo fulani, ambamo katika sasa anayetenda hiyo hali ya wakili ni wakili. Inaonekana huyu mtu wa Mungu ni mwalimu mzuri. Bwana asifiwe. Anajaribu mpaka kutudadavulia kabisa tuelewe vizuri. Asante. Kuna mwingine ana hoja nyingine tofauti au ana maelezo tofauti na hawa wazungumzaji? Nimkaribishe. Okay, karibu. Naweza kusema kwamba wakili ni ule upendeleo aliopewa mtu kwa ajili ya malezi fulani, na wakili ni mtu mwenye dhamana kusimamia mali ya mtu mwingine. Upendeleo fulani na dhamana kusimamia kitu fulani. Asante. Sasa hebu tuangalie mwongozo wa idara ya wakili na maendeleo makanisani unaoitwa kanuni ya Mungu ya mafanikio kwa ajili ya watu wake, kwenye ule ukurasa wa 12. Ninaomba tusome haya, tuunganishe na hiki ambacho tumekisema. Anasema uwakili ni mtindo wa maisha ya mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake yote, na kutembea katika ushirika pamoja na Mungu, kutenda kama wakala wake katika kusimamia mipango yake duniani, akisubiri kujiunga na malaika watakatifu katika utumishi uliotukuka milele na milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Wazungumzaji au wachangiaji wameshadiliana na sentensi hizi zilizokwisha kusomwa hapa? Yupo mmoja. Wawili. Tupo pamoja? Asante sana. Bwana wabariki sana. Sasa kama kulikuwa kuna kauli iliyotolewa ambayo ilikuwa haijakaa vizuri, ninaomba kupitia hiyo kauli, kupitia maneno haya, basi uoanishe upate muktadha au upate maana halisi ya uwakili. Ninarudia kwa mara nyingine tena. Uwakili ni mtindo wa maisha ya mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake yote, na kutembea katika ushirika pamoja na Mungu, kutenda kama wakala wake katika kusimamia mipango yake duniani, akisubiri kujiunga na malaika watatu katika utumishi uliotukuka milele na milele. Bwana asifiwe sana. Sitakuwa na tamani sana kuongelea habari za hii idara kwa undani sana. Kwa sababu semina hizi zinaendelea pia kutolewa. Ninapenda niongelee tu kiini katika masuala ya wakili. Tupo pamoja? Kiini
Kwa hiyo sitazungumzia kwamba utendaji kazi wake unakwenda kwa namna gani na mambo mengine kama hayo, isipokuwa ikitokea kama utakuwa na swali, ni kuombe tu wewe utaliandika. Wakati mwingine tutapokuwa hapa kwenye vipindi kama hivi, au unajua kama idara fulani inakuwa na changamoto, wewe andika, tutatengeneza vizuri. Tutajibu swali lako kwa uzuri na tutakuandalia material vizuri ambayo tutakuletea yatakusaidia zaidi. Kwa hiyo wewe uwe huru kabisa, yaani kuwa open. Nimekuja kujifunza kwenu na ninyi mnajifunza hapa. Ndio maana ni nyakati za mafundisho, tunajifunza kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Uwe huru kuzungumza chochote ambacho kitaleta utukufu na uelewa zaidi kwa muktadha wa masomo yetu. Kwa hiyo sasa zoezi la kumshirikisha kila mtu katika swala zima la uwakili. Sasa hapa ninaomba ninukuu tena statement ambazo nilizianza jana. Sijaja mimi hapa napokuwa nikifundisha, ninaomba unichukulie kwamba ninakufundisha wewe, sifundishi kama kanisa. Mnanielewa watu wa Mungu? Ninataka uelewe uwakili wewe kama wewe, lakini si katika level ya ukanisalism. Si hapo tupo pamoja? Kwa ninapozungumza jambo, chukulia lile jambo kama wewe. Sasa hapa maelezo fulani na yenyewe yanatoka kwenye mwongozo huo kwenye kitabu kimoja kinaitwa Sanduku la Bwana Halitekwi Nyara, iliyoandikwa na Pastor Jeremiah. Kwenye ule ukurasa wa 2, maneno haya nimeanukuu na yasoma. Zoezi la kumshirikisha kila mtu katika swala zima la uwakili ni lazima lianze katika nyumba ya kila mzazi na kila muumini wa kanisa. Ikiwa kila mzazi, kila mlezi na kila mkuu wa kaya ataungana na Kristo na kuwaongoza wanafamilia wake wote kuwa waaminifu kwa Bwana, basi kanisa la Mungu litakuwa limefanikiwa kuongeza waaminifu na kumwandalia Bwana wateule wake na warithi wa ufalme ujao. Kila mkuu wa familia, yani baba na mama, achukue jukumu hili la kimbingu kuwaongoza wanafamilia wake kuwa waaminifu kwa Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Mwisho wa kunukuu. Bwana sifiwe sana. Nukuu hizi zinaonyesha kwamba zoezi la kuongeza waaminifu kanisani halianzii kanisani. Naomba nirudie. Zinaonyesha kwamba zoezi la kuongeza waaminifu kanisani halianzii kanisani, linaanza kwenye familia zetu. Zoezi la kuwa na kanisa lenye usafi halianzii kanisani, linaanza kwenye familia zetu. Zoezi la kufanya idara zisonge mbele si tu kuanzia kanisani, linaanzia kuanzia kwenye familia huko. Unuie wanafamilia, mnuie kufanya mabadiliko, na ndipo hata mabadiliko yataonekana hata katika idara. Na sasa hapa, ili kuwa mwaminifu hakuanzii ndani ya kanisa. Usitegemee utakuja hapa mtu atakuja kuforce wewe mwaminifu. Litaanzia kule nyumbani kwako, hilo zoezi la mwaminifu. Sasa huyu mtumishi wa Mungu Ayubu anatupatia mfano wa kuiga wa namna ya kusimamia familia. Yaani kwa muktadha wa tafsiri ambazo tumezipata ni kwamba wakili ni msimamizi wa mali ambayo sio ya kwake. Si ndivyo tulivyosema jamani eh? Kwa hiyo unasimamia kitu ambacho sio cha kwako. Wewe umekabidhiwa na sasa unakitazama. Sasa huyu Ayubu yeye amekuwa wakili mwenye matokeo chanya katika maisha yake, ya kwamba wakili wake umeleta matokeo mazuri katika enzi hizo alizokuwa akiishi, kwa muktadha wa maandiko matakatifu yanavyoelezea. Katika kitabu cha Ayubu 1 fungu la 5, ninaomba niwasomee maneno haya. Ayubu 1 fungu la 5 na nukuu, anasema, basi ilikuwa. Naomba nisisome mimi, naomba nipate mtu atusomee. Naweza nikawa nasoma mimi nikawa nani hapa. Hebu naomba mtu mmoja atusomee Ayubu 1 fungu la 5. Aliyepata tutumie leo mic. Aliyepata Ayubu 1 fungu la 5. Umeshapata? Tayari? Okay, dada ubarikiwe sana.
ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kuongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote walivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Bwana asifiwe sana. Asante sana dada yetu kwa kusomea. Bwana akubariki sana. Kwenye kitabu hicho cha Ayubu 1 fungu la 5 anaeleza juu ya Ayubu alichokifanya. Mungu amempatia zawadi ya watoto. Ayubu anahakikisha anawasimamia wale watoto, kuhakikisha kwamba anawapatanisha na mbingu. Anapoamka asubuhi anahakikisha kwamba anatoa sadaka za maungamo. Huenda watoto wakawa wamefanya dhambi waweze kusamehewa, ili wanapotembea siku nzima wao na wakia kwamba wameshakubaliwa mbele za Mungu. Hakutaka watoto wajiendee tu, alitaka watoto hao waliokabidhiwa wawe na mahusiano ya dhati na Mungu, wao waaminifu kwa Mungu. Na kitendo cha yeye kuwa anatoa sadaka ilikuwa ni ishara kwamba alitamani pia kuwaona hata hao watoto wake wakiwa wanatii sheria na maagizo ya Mungu. Ayubu alikuwa makini sana kutimiza wajibu wake kama kiongozi wa kiroho na mzazi katika familia. Lakini ukiangalia katika historia yake, huyu Ayubu alikuwa mfanyakazi bora. Ndio maana ushahidi unapatikana kwa utajiri wake. Miongoni mwa watu enzi hizo walizokuwa matajiri ni pamoja na Ayubu. Bwana aliwafanikisha sana, na siku zote mafanikio hayaji bure bure. Mafanikio ni matokeo ya juhudi katika kazi. Au nitumie kauli hii kwa mujibu wa miongozo yetu, mafanikio ni talanta zako ulizo nazo. Tupo pamoja, unajumlisha na wakati, ndipo unapofikia kwenye mafanikio. Sisi tunaelewana jamani? Umejaliwa uwezo fulani wa kufanya kitu fulani, ukatumia muda katika kufanya hicho kitu, utafikia mafanikio. Kwa mafanikio ya Ayubu ni dhahiri kwamba alikuwa ni mfanyakazi. Na huyu Ayubu alijali familia yake. Hakuanza kuchomoka kwenda kwenye kazi na kufanya kazi zake siku nzima, kutwa nzima, pasipo kuhakikisha kwamba familia yake ina mahusiano mazuri na Mungu. Alihakikisha kwamba familia ipo katika uhusiano mzuri, ndipo mambo mengine yalifuata. Alisimama kama kuhani wa familia kwa uaminifu wote. Huyu Ayubu alijidhatiti kwa kutenga muda ili kuhudumia familia yake. Huyu Ayubu, uaminifu ambao ulijengeka katika familia yake, katika zama zake, katika mazingira yake, ulianza kutoka kwake mwenyewe. Ayubu akaimarisha familia yake vizuri, akahakikisha anaiombea familia yake, anawatengeneza vizuri wanafamilia wake, na huenda matokeo yake yalikuwa mazuri, na hata kila mmoja aliyekuwa akimtazama alikuwa anasema kweli huyu ni mtu wa Mungu. Lakini ninachokishukuru, ninachokifurahia zaidi, Ayubu alifanya haya kwa ufanisi hadi Mungu mwenyewe akamsifia kuwa ni mtu mwenye haki. Bwana asifiwe sana. Wewe ogopa, yani wewe mpaka Mungu mwenyewe anasema kwamba huyu mtu ni mwenye haki, si jambo dogo. Ayubu kweli alikuwa amejidhatiti kuwa wakili mwaminifu. Lakini pia naomba sasa nije katika muktadha wetu siku hii ya leo. Ni wazazi wachache sana wanaojali familia zao katika masuala muhimu ya kiroho. Wachache sana, wachache. Na hili naongea kwa kusisitiza tena. Ni wazazi wachache sana wanaojali masuala ya kiroho ya familia ya wanafamilia wao. Ni wachache. Wazazi wengi tumekuwa busy sana kutafuta pesa. Tunasahau kuwa kuna upande muhimu zaidi wa kiroho wa kusimamia kwa bidii. Unakuta mzazi asubuhi anaamka, hajui hata vitoto vyake vimelalaje usiku. Hajui wakati mwingine hata vitoto vimekabwa huko usiku. Hajui. Wakati mwingine vitoto vimelala, vikiwa na stress zao, vina changamoto. Mzazi unaamka, hujui. Umepewa watoto kuwasimamia, unaamka unaenda kwenye kazi bila hata kukabidhi mikononi mwa Mungu hawa watoto. Wanaishi watoto kama vile hawana mlezi.
Yaani wazazi tumebakia kuwa kama wazazi wazazi wa jina, lakini sio wazazi kivitendo. Tunaacha watoto wetu. Watoto wanakuwa wamechafuka huko, wanaenda wanachafuliwa na tabia mbaya huko. Wazazi hatushughuliki, hatuna time nao. Tunajenga jamii gani? Mimi leo ninavyoongea hapa, ninaongea kwako wewe mzazi unanisikiliza, lakini nataka niongee pia na kwa watoto wako ambao ni kanisa la kesho. Tunahitaji wazazi ambao watatengeneza watoto wao kuwa vijana wema hapo mbeleni, watakaotengeneza kanisa lililo bora. Bwana asifiwe sana. Hivi mnanielewa? Unaamka unaacha watoto, na inafika wakati mwingine jioni, kwa sababu ya harakati za maisha za mizunguko, unakuja umechoka. Hujui kama watoto wameendesha ibada, hujui kama watoto wameshindaje, unaingia kupumzika tu kitandani. Na tena kwa bahati mbaya haya yanatendwa na baba zetu. Ninasikitika kuzungumza hili. Watoto wengine baba akiingia tu, akifanya tu watoto wanajificha kwenye uvungu wa vitanda au wanakimbilia kwenye miguu ya mama, kwa sababu wanasikia hiyo sauti ni ngeni masikioni. Baba wamezoea kumuona siku za Sabato, akitokea wanaona kama kuna jambo jipe linatokea, kwa sababu hauna uzoefu na watoto. Wewe umekabidhiwa hawa watoto, unawaleaje? Unawasaidiaje? Wazazi tunashindwa kulea watoto katika masuala ya kiroho. Tumekomaa kwenye biashara zetu, tumekomaa kutafuta pesa. Matokeo yake mambo ya msingi tunayaacha, tunashindwa kuyazingatia. Lakini wazazi kama wasimamizi na viongozi wa familia, tumempuuza Mungu kwa kumpa nafasi ya mwisho. Wakati mwingine hata hatumjali kwa matoleo yetu. Kwa namna hiyo tunawezaje kutegemea watoto wetu kuwa waaminifu, wanaomjali Mungu? Uongozi unaanza kwako wewe ambaye ni kiongozi. Ukishindwa kujiongoza wewe, huwezi kumuongoza mtu unayemuongoza. Ukishindwa kujisimamia wewe, huwezi kumsimamia yule ambaye umekabidhiwa umsimamie. Ikiwa wewe umeshindwa kujibana kwa ile pesa ulionayo ndogo, kumpatia Mungu tena moja ya kumi kama ishara ya utii wako kwake, unashindwa kumpatia Mungu, utawezaje kumsaidia mtu ampatie Mungu kitu ambacho wewe mwenyewe umeshindwa kukitoa? Utawezaje kuwa na ujasiri wa kusimama na kuambia watu toweni na wakati wewe mwenyewe hutoi? Utawezaje kuwa na ujasiri wa kumwambia mwanangu peleka sadaka au zaka, lakini wewe mwenyewe huna kielezo cha utoaji? Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Tumemnyima Mungu. Na Mungu, ngoja niwaambie sasa, talanta pamoja na wakati, hivi ni vipengele vya uhai. Hivi tunaelewana? Naomba mnisikilize vizuri. Talanta pamoja na wakati ni vipengele vya uhai. Na talanta pamoja na wakati au muda ndivyo vipengele vya mafanikio. Na mafanikio hayo yanaletwa kutokana na talanta na wakati. Na hii talanta na wakati ndivyo vinavyopelekea mtu kupata pesa. Kwa muktadha huo naweza nikasema kwamba pesa ni sawasawa na muda na ni sawasawa na uhai. Hamjasoma kwenye Biblia takatifu inasema, ndugu wapendwa, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu? Nishasoma. Wangapi walishawahi kusoma hilo fungu? Bwana asifiwe sana. Mungu anaposema jitoweni, anamaanisha utoe kila ulicho nacho. Ikiwa pesa ni sawasawa na maisha, usiende ukajipeleka nusu ukaacha vitu vyako. Ukimnyima Mungu pesa, ni sawa pia umemzuilia maisha yako. Hili hamjanielewa. Ukimzuilia Mungu kile kidogo unachokipata, ni sawa umemzuilia maisha yako. Hauna tofauti na mtu unayesema ninakaa nyumbani. Na hili lingekuwa ni jambo jema kama mtu hutaki kuwa na uongofu wa kweli, ni mara 10 ukabaki, kuliko kuja kuendelea kuonyesha unajaza idadi, lakini wakati huo uaminifu hata kwa Mungu hauna. Ninaomba hiyo kauli isitokee kwetu sisi. Bwana asifiwe sana. Ninaomba hiyo kauli isiwe juu yetu. Tumekuja kwenye makambi tubadilike. Bwana asifiwe sana. Tujifunze kubadilika. Kwa Mungu anatutaka tuwe waaminifu sisi wenyewe kama wazazi ndani ya familia.
na ndipo tuwasaidie watoto wetu, Sasa sikia nikwambie kitu fulani. Wazazi hatuwafundishi watoto wetu umuhimu wa kumweka Mungu kwanza katika bajeti zao. Mpaka mtoto anakuwa mtu mzima haoni muhimu huo. Unategemea utaonyesha umuhimu wa kujitoa na kutoa alivyo navyo kwa kazi ya Bwana. Yaani wewe kama tu mtoto tangu mwanzo hujamjengea masuala ya budget, hajui. Mtoto akilia tu kitu fulani unampatia. Humwambia hata katika hicho hapo nitakao utoe umshukuru Mungu kwa sadaka yako na mrudishie Mungu zaka. Humuonyeshi, umfundishi. Masuala ya wakili mtoto afundishwi. Unategemea mtoto atakuwa aje kuwa mtoaji katika maisha yake? Na sasa hapa ndipo tunakuja katika changamoto ambayo tumekuwa tukijifunza, Pastor Mahenda amekuwa akitufundisha. Udhaifu ambao tumekuwa nao huwa sasa hivi ndio unaotupelekea watoto tunaowazaa kuwa na changamoto hizo. Na wakati mwingine hizo changamoto zinaweza zikawa mbaya zaidi. Maana uasi wa mtu unaendelea kukua siku baada ya siku. Unapokuwa mbaya na wanazaa vizalia vingine tena vyenye uasi huo. Kwa hiyo vitabakia vitoto vinavyokuja kanisani maskini. Vyenyewe hata kuangalia kapu la sadaka, lile sanduku hawajui. Na wakati mwingine wanatoa tu basi kwa mali kwa sababu wameona labda kampani, wanakwenda tu kufanya. Hawafanyi kwa taratibu. Maana tangu mwanzo hawakufundishwa. Na hivyo matokeo yake ninyi wazazi mnaonisikiliza, muda tutafika kama Yesu atachelewa kurudi, tutalala wote. Hata mimi pia, na mimi ni mzazi mtarajiwa. Bwana asifiwe sana. Tutalala. Lakini watoto wetu sasa, watoto wetu wanaobakia kusimama, tunawaacha kwenye msingi gani? Ndio matokeo yake kanisa litakuwa na shida. Tunasubiria sasa mpaka watu watoke nje waje watusaidie kwa ajili ya zaka. Eti mpaka sasa hivi unaweza kushangaa mchungaji sijui kwa wapi. Eti mpaka tagoli la kambi lenyewe bado halijafanyaje? Halijatimia. Inamaanisha hakuna Mungu alichokutendea. Mbona huonyeshi upendo wake kwako, upendo wako kwake? Mbona yeye amekupenda, mwaka mzima amekulinda? Wewe tu kutoa kitu imekuwa ni ngumu. Sasa hicho ndicho kinachokuja kwamba watu hawa wananiabudu bure. Ni kwa maneno tu, lakini mioyo yao imo mbali na. Sasa ngoja niwaambie tena kingine ambacho hichi nacho ni cha ajabu. Kwa sababu ya kupuzia msisitizo wa mambo ya msingi na msisitizo tu wa kuja kanisani ndio unaohimizwa, ndio maana tunaona vijana wengi leo wanahudhuria makanisani, tena siku za Sabato tu, lakini kwenye masuala ya uaminifu hawapo. Uongo kweli? Ukileta ujanja kwa Yesu, Steve basi. Ukileta ujanja kwa Yesu, wengine mtoto anapoamka asubuhi, mzazi anachomwambia siku ya Sabato, mtoto wangu kimbia haraka, jiandae haraka Sabato. Siku zingine katikati hakuwahi kusisitiza juu ya maombi, hakuwahi kusisitiza juu ya jambo lolote. Anasisitiza siku hiyo tu ya Sabato kwamba uwahi kwenye nini? Kwenye ibada. Mtoto anajua kwamba umuhimu wa kwenda kanisani ni siku ya ibada tu ndio unapatikana huo umuhimu, au maana ya kwenda kanisani ni siku ya ibada tu. Kwa hiyo anaamka asubuhi, anawahi, anajitahidi kukimbia kanisani. Na mtoto anakuwa akiwa anajua kwamba kukimbia kanisani ni jukumu langu kila siku ya Sabato. Na anavyokuwa anajua kwamba siku ya Sabato ni kwenda kanisani. Ndio maana hata vijana mpaka leo siku ya Sabato ametokelezana pamba mpya. Yupo smart vizuri na atawahi kanisani. Jumatano hayupo, Ijumaa hayupo. Kwa sababu umuhimu huu umesisitiza siku ya Sabato. Laiti kama wazazi wangu mnaonisikiliza, naomba nirudie. Laiti kama wazazi tungesisitiza watoto wetu kuwa watoto mawakili wema kuanzia sasa, na ukaonyesha kwamba haupati pesa yoyote mpaka ufanye kazi. Anafanya kazi, anaipata ile pesa, na kila pesa anayoipata unahakikisha unamsimamia, anarudisha zaka na anatoa sadaka. Mtoto akakuwa kwa utaratibu huo. Ninawaambia hivi, leo hii makapu yangefurika. Na kama mkifanya hivyo, makapu yatafurika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja kidogo.
Naomba ninapokuwa namalizia naona kama dakika kametupa mkono. Namaliza na nusu Nina nusu? Ndio. Asante. Naomba nimalizie. Kilichojaza moyo ndicho kinachotoka. Ukiona kitu fulani mtoto wako anakifanya, ndicho alichojaziwa. Mtoto umemjazia mawazo ya kwamba siku ya Sabato ndio ya kwenda kanisani na unatakiwa kuwahi, mtoto atakuja kanisani akiwa amewahi siku ya Sabato. Kinachojaza ndicho kinachotoka. Hivi tunaelewana? Ninaomba nikusomee utangulizi hapa kidogo kwenye kitu fulani. Dakika 4. Kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nikijifunza, ninaomba nikusomee alafu unisikilize kwa makini. Kwenye kitabu hiki nimekiandika kinahusiana na historia za watunzi wa nyimbo za Kristo. Anasema kwenye utangulizi, naomba nikusomee. Kuna mambo 5 ambayo niliyagundua nilipokuwa nikijaribu kufuatilia vitu hivi. Jambo la kwanza ni akili, jambo lingine ni hisia, jambo la 3 ni uchaguzi, jambo la 4 ni sauti, jambo la 5 ni uwezo wa kutamka au lugha. Ukitaka kuyapata vizuri haya mambo utayapata kwenye vitabu. Sasa sikia, akili hufanya kazi ya kupambanua kati ya mema na mabaya, na husika pia kufanya maamuzi katika uchaguzi. Uchaguzi unaoratibiwa na akili huathiriwa sana na hisia za mwili, na wakati mwingine huweza kuzidiwa na hisia hizo kisha kumpelekea mtu pabaya. Ikiwa mtu ataanguka wakati akili kiumia kwa tafakari za majuto, hisia hizo zilizompelekea mtu kuanguka huchukua nafasi kwa kufanya mtu ahisi uchungu. Uchungu ukizidi bila mbinu za kupunguza zaweza kudhuru mwili. Hivyo hisia za uchungu huondolewa kwa njia ya machozi, zikiambatana na sauti ambazo wakati mwingine husheheni maneno yanayosadifu kichomo moyoni, na hapa wakati mwingine hupelekea matendo fulani. Matendo yale yanayokuwa yakifanywa yanasadifu kile ambacho kimeujaza moyo. Na kwa muktadha mwingine, tunakuja kwenye upande mwingine chanya. Akili ikizidi hisia na hisia ikisaidia akili kuchagua mema, mtu usimama katika upande sahihi wa mafanikio. Akiwa katika upande huo mzuri na akili kiburudika kwa tafakari za mafanikio, hisia za furaha huchukua nafasi. Furaha ikizidi bila mbinu za kupunguza inaweza kudhuru mwili. Hivyo hisia hizo za furaha huondolewa kwa tabasamu au sauti za kicheko, ambacho kwa wakati mwingine huambatana na maneno yanayosadifu kichomo ndani ya moyo. Ukimuona Mr. Nice, nani yule aliye ayo baba anaitwa nani? Huyo. Si mnafahamu, nikumbusheni muda. Mbarikiwe. Anaitwa nani? Huyo. Diamond wakati ameachwa na kipenzi chake, hisia za mapenzi zimeujaza moyo. Anaona afanyeje, anashindwa kujizuia, na akijizuia atapata shida ya kiafya. Ikabidi atoe hisia zake. Unashangaa muziki unapigwa nini? Hayo ikishinda upande hayo ni kwa sababu anaelezea hisia zilizomo ndani, na matendo yake yote utakuta yamejaa kimapenzi. Lakini kuna mtu mwingine anakuja anasema, baby nikikuona na bana na haja. Hisia zake zimemtuma huko. Chochote unachomjengea mtoto kuanzia sasa hivi kikaratibiwa na akili vizuri, ndicho kitakachoonekana. Wewe kama wakili katika familia, umepewa kusimamia familia. Anza kwako wewe mwenyewe. Kuwa mfano, saidia watoto wako, wafundishe mambo mema. Ninakwambia hivi, utakapokufa utaacha mtoto atakayerithi njia njema ambazo umezipitia kwazo. Si Bwana wabariki? Naomba mnisamehe kwa sababu sina tutawiza maswali kesho jamani, na nyongeza zingine. Bwana tubariki kwa jina la Yesu, amina. Niwaombe tusimame. Kesho tutaendelea na kipengele kilichobakia, na kisha tutasonga mbele na Bwana ataendelea kutubariki. Tuombe. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia. Asante Mungu wetu. Ayubu ulipompatia familia, alihakikisha anaitunza, alihakikisha anaisimamia vyema, alihakikisha na wakabidhi watoto wake kwako, wale ambao uliwapatia kama zawadi. Na sisi unatuhitaji tuwe kama Ayubu. Watoto wetu tumewatelekeza kweli. Mungu wetu, tunakiri ya kwamba tumewatelekeza watoto wetu.
Hatuna hata muda wa kuwatazama, hatuna muda wa kukaa nao kusoma neno la Mungu, hatuna muda wa kuambia tabia zao mbaya waachane nazo. Ndio maana watoto wanafikia hatua hata wanashinda wazazi. Changamoto kubwa ni kwa sababu hatuna muda nao. Tusamehe Mungu wetu. Umetuita kuwa kama wasimamizi wa nyumba zetu, wasimamizi wa kazi yako, wasimamizi wa familia zetu, na unatutaka tu waaminifu. Huu uaminifu na unatutaka uanzie kwetu. Tafadhali, jioni ya leo, kila aliyesimama, nje aliyekuwa mwaminifu, tusamehe mapito yote, tuanze upya na wewe kupitia kambi hili. Mtumishi wako Pastor atakwenda kusimama. Ninamweka pia mikononi mwako, endelea kumpigania, na neno la jioni ya leo tena likawe na mguso utakao tufanya tusogee karibu na wewe, kwa jina lako Yesu, amina. Barikiwe sana. Sehemu iliyoandika subscribe, bonyeza hapo, kikengele kitatokea na utakibonyeza ili kupata habari kila wakati tutakapokuwa tukikuwekea kitu kipya. Lakini pia usisahau kutufuatilia katika Instagram @hatimaye_channel, Twitter ni Hatimaye Channel, Facebook Hatimaye Channel, YouTube channel Hatimaye Channel. Mungu akubariki, mshirikishe na mwenzio. Hatimaye Channel.